strategic relationship with destiny helpers. Mahusiano ya kimkakati na destiny helpers ama wasaidizi wa hatima. Ili Mungu afanye kazi na mtu wa aina yoyote, ama ili Mungu afanye kazi hapa duniani, ni lazima atumie watu. Na ili Mungu akujibu maombi unayomuomba, kwa asilimia kubwa atatumia watu wengine kama sosi ya majibu ya maombi ambayo ulimuomba. Na ili uitimize hatima ulionayo hapa duniani, unahitaji kuambatana na watu wengine watakakusaidia kutimiza ile hatima ulionayo hapa duniani. Na hao watu Mungu huwa anawaandaa toka zamani, ama huwa anawaandaa kwenye maisha ya kwako ili wakusaidie kutimiza ile hatima ulionayo hapa duniani. Na hao watu ndio tunawaita destiny helpers, wasaidizi wa kihatima. Sasa ili wakusaidie na ili utimize hatima yako hapa duniani ukiwa pamoja na wao, ni vizuri kuwa na mahusiano mazuri pamoja na hao watu. Ni vizuri kutambua namna ya kuhusiana na hao watu. Na hapa tutakupa makundi mawili ya destiny helpers kwenye maisha ya mtu yoyote. Kundi la kwanza ni destiny helpers ambao wanakuja kutokana na muda, wanaokaa kwenye maisha kutokana na muda fulani. Na kundi la pili itakuwa ni destiny helpers kutokana na msaada wanaokupa. Na nitaanza na kundi la kwanza, destiny helpers wanaokaa kwenye maisha yako kutokana na muda. Hili ni kundi ambalo limewatenga destiny helpers kutokana na kipindi fulani kwenye maisha yako, ama kutokana na muda ambao wanaweza kadumu na kakaa kwenye maisha yako. Hivyo nataka kuelezea tabia zao na namna ambavyo unaweza ukaishi nao, na namna ambavyo unaweza ukawatambua hawa watu kwenye maisha ya kwako, na namna ya kudumu nao na kupata faida kwao. Yes. Kundi la kwanza itakuwa ni destiny helpers kutokana na muda. Aina ya kwanza hapa utakutana na short term destiny helpers. Hawa watakaa na wewe kwa muda mfupi sana. Narudia. Aina ya kwanza ni short term destiny helpers, wasaidizi wa muda mfupi. Hawa watakuja kwenye maisha yako kwa muda mfupi sana. Hawatadumu na wewe hata muda mwingine, hata siku moja, hata risala. Anaweza akatumika kama daraja la kutoa wewe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huwa hawadumu sana na wewe, wanakaa kwa muda mfupi sana, na wanakuja kwa specific assignment, kwa ajili ya kazi maalum tu kwenye maisha ya kwako. Wanakuja wakati una uhitaji fulani kwenye maisha ya kwako, na wanakuja kipindi ambacho umebanwa mahali, ama kuna msaada na uhitaji, ama kuna jambo unalihitaji sehemu, ama upo kwenye uhitaji wa kitu fulani, na wanakuja kusaidia kwenye ile situation tu. Na baada ya pale huwa wanaondoka kwenye maisha yako na hauji kuwaona tena. Hawa wanaitwa short term destiny helpers. Sasa hawa ni rahisi sana kupishana nao, kwa sababu watakuta kipindi ambacho una stress, kipindi ambacho una matatizo, ama kipindi ambacho unahitaji kitu fulani, upo kwenye uharaka wa namna fulani. Na yeye akija kwenye maisha yako, unaweza kuona kama ni kizuizi, ukamwona kwamba nakupotezea muda, ama ukamwona kama ni changamoto, lakini kumbe ndo amekuja kwa ajili ya kukusaidia na kukuvusha kwenye maisha ya kwako. Na baada ya kusaidia huwa anaondoka moja kwa moja, hauji kumuona tena kwenye maisha yako, hauji kumuona tena kwenye maisha ya kwako kabisa. Na unawezekana pia kukosa hata mawasiliano naye, na kukawa na mawasiliano naye, akusaidia tu akaondoka, ukatamani kuonana naye tena na usije kuonana naye tena kwenye maisha yako mpaka unaondoka hapa duniani. Sasa hii ni aina ya kwanza. Na ili ukutane nao na upate msaada nao, ni vizuri sana wakati umemwomba Mungu kwa habari ya msaada na upo kwenye condition ambayo ni mbaya, upo kwenye hali ambayo ni mbaya, ni vizuri sana kutulia na kuwa na hali ya utulivu
kungojea msaada wa Bwana, na uwe ni mtu ambaye una behave vizuri na kila mtu ambaye anakuja kwenye maisha yako, kwa kuwa hautajua ni nani ambaye Mungu anaweza kumtumia kwa wakati kama huo kukuletea msaada. Kwa hiyo ukiwa kwenye hali kama hiyo yenye stress kubwa, yenye changamoto, yenye matatizo, na unauhitaji msaada wa Mungu kwa haraka, ni vizuri kuwa na hali ya utulivu na kumpokea kila mtu kwa wema na kumpokea kila mmoja kwamba ni msaada wa kwako. Ukiwa katika hali kama hiyo, kumpokea kila mmoja, ndipo ambapo utakaribisha yule mtu kwenye maisha ya kwako. Hata akija kusaidia, atakusaidia na atakuta katika hali ambayo ni nzuri, na utapokea msaada kutoka kwake. Hivyo namna ambavyo unaweza ukarelate vizuri na huyo mtu. Mwingine anaweza kawa ni kazini, sehemu ya kazi, unaenda kufanya interview na Mungu akamtuma mtu kwa ajili ya kukusaidia kama connection. The way ambavyo utabehave pale na kama msaada wa wewe kupata ile kazi. Kuna watu walipata kazi, baadhi ya maofisi, baadhi ya sehemu walipata connection. Ni namna ambavyo waliwasalimia baadhi ya watu vizuri kwenye yale maeneo. Ni namna ambavyo walirelate na baadhi ya watu vizuri kwenye yale maeneo. Ndivyo akawapa fursa na opportunity fulani kwenye maisha ya kwao. Na yule mtu akamtaja tu kwenye interview ama akamwakilisha sehemu na akamwambia huyu mtu ni mtu mzuri, kwa kuwa tu kwa namna ambavyo alileti naye, alihusiana naye kwa kipindi kifupi tu alikushuka naye, na baada ya kumsaidia hawana mahusiano tena karibu na yule mtu mpaka leo, lakini mtu ambaye ni msaada sana kwenye maisha ya kwake. Aina ya pili ya hapa ya destiny helpers according to time ni long term destiny helpers. Hao ni watu ambao wanakaa na wewe kwenye kipindi fulani kwenye maisha yako. Hawatadumu na wewe, watakaa na wewe kwenye nyakati fulani, kwenye muda fulani, na wanakuwa na wewe kutokana na level, kutokana na mazingira, lakini kutokana na aina ya maisha unayohitaji. Na mwingine tumekutana nao mashuleni, tukiwa shuleni kuna aina fulani marafiki tulikuwa nao shuleni na walitufaa tukiwa shuleni level fulani, labda primary, secondary ama advance ama chuo, ama level fulani masters na kuendelea. Level fulani ya maisha ulionayo inavutia aina fulani ya watu kuja kwenye maisha yako, na unapoendelea kupanda level kwenye maisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, utaendelea kukutana na watu wapya kwenye maisha ya kwako, na hao watu wapya watakufaa kwenye hicho kipindi kwenye maisha ya kwako. Unapotoka mazingira fulani kwenda mazingira fulani, unakutana pia na watu wapya. Hao watu watakufaa kwenye hayo mazingira ambayo utaenda. Sasa hao watu tunawaita long term destiny helpers. Wanakaa na wewe kwenye muda mrefu kidogo, lakini hawatadumu na wewe kwenye maisha ya kwako, na wanakuwa ni msaada wa karibu, wanakuvusha na kutoa kwenye hatua moja, na wanakuwa kikufaa sana kwenye maisha ya kwako. Na mara nyingi hawa watu huwa tunaanza kuwang'ang'ania na kutamani wadumu kwenye maisha ya kwetu. Tunatamani wakae milele kwenye maisha ya kwetu, kwa kuwa wanatufaa sana kwenye maisha ya kwetu. Lakini tusichokijua ni kwamba hawa watu muda wao kukaa na sisi ukishaisha, huwa wanageuka na kuanza kuwa watu ni wabaya kwenye maisha ya kwetu. Hawa watu watakufaa na wewe kipindi fulani, lakini muda wao kishaisha, wanaanza kugeuka na kuwa watu wabaya endapo wakaendelea kukaa na wewe kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo anachokifanya Mungu, huwa anaondoa kwa nguvu kwenye maisha ya kwako. Na ndio maana mara nyingi aina hizi za watu wasipotambua muda wao wa kukaa na wewe maeneo fulani, ama muda wao wa kuishi pamoja na wewe, wakiendelea kudumu na wewe kwenye maisha yako, mtajikuta magomvi na makosano, mtaanza kukosana mara kwa mara, na baadaye ataondoka kwenye maisha ya kwako, atakuwa mbali kabisa na maisha kwako. Utasema yule mtu alikuwa ni mwema sana, lakini baadaye alikuwa ni mbaya, alinifanyia kitu ambacho ni kibaya. Na mara nyingi huwa tunakumbuka mabaya yao sana kuliko mema ambayo tutendea, kuliko maeneo ambayo walikuwa wametuvusha, kwa kuwa waliondoka kwenye maisha ya kwetu kwa ubaya. Lakini intention ya Mungu ilikuwa ni amlete huyo mtu kwenye maisha yako, akusaidie kwenye kipindi fulani kwenye maisha ya kwako. Hapo watu tunakutana kama vile Paulo kwa Timotheo, tunakutana na Jonathan kwa Daudi, tunakutana na Elisha kwa Elijah. Walifaana kwa muda fulani hivi kwenye maisha ya kwao. Na always destiny helpers anapokuja kwenye maisha yako,
muda ambao unamsaidia ama muda ambao anakusaidia, mnakuwa mnasaidiana. Kuna hatua unamvusha na yeye kuna hatua anakuvusha. Kwa hiyo wote mnakuwa mnasaidiana kwenye kipindi fulani, na muda mwingine unawezekana wewe usijue sehemu ambayo unamsaidia na yeye akawa anajua kabisa sehemu fulani ananisaidia, ndio maana amekaa kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima kuwe kuna uhusiano wa namna fulani, lakini pia ni lazima awe amekupenda ili akupe msaada kwenye maisha ya kwako. Na hapa pia ndipo ambapo panawachanganya watu wengi sana. Endapo destiny helper huyo akaja na akawa ni jinsia tofauti na ya kwako, watu wengi huwa wanachanganyikiwa na wanajikuta wameingia kwenye mahusiano na watu ambao ni destiny helpers wa muda mfupi ama wa muda wa kukaa na wao kwa muda fulani na wataondoka kwenye maisha yao. Na kwa kuwa mara nyingi destiny helpers wanakuwa na sifa nyingi sana za mtu ambaye unamhitaji kwa ajili ya maisha yako, za mtu ambaye ni wa hatima ya kwako, utajikuta kwamba umeingia nao kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kujua kwamba huyo mtu atakaa na wewe kwa muda fulani, na ule muda wa yeye kukaa pamoja na wewe ukiisha, utaanza kuona tabia zake zimeanza kubadilika. Ameanza kuwa ni mtu ambaye ni mbaya, kwa kuwa alitakiwa kufae wewe kwenye maisha yako kwenye kipindi fulani tu kwenye maisha yako. Kile kipindi kikiisha, atakuwa hakufai tena na utaanza kumuona ni mtu ambaye ni mbaya. Yamkini tabia zake hazijabadilika wala maisha yake hajabadilika, ila kwa kuwa ule muda kukaa na wewe umeisha, utaanza kumuona kwamba ni mtu wa kawaida na utakuwa umemzoea. Ni rahisi sana kuzoeleka watu, na ukisha wazoea ni rahisi sana kuanza kuona ni wa kawaida na kupunguza thamani za kwao kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo Mungu atakachokifanya, atamuondoa kwenye maisha yako hata kwa nguvu, na akiondoka utasikia alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri sana, alikuwa ni mtu ambaye ni mwema, lakini namna alivyoondoka kwenye maisha yangu ameniumiza sana, sitamani hata kumuona. Jiulize, je, alikuwa ni mtu sahihi kwenye maisha yako? Na ulitakiwa ukae na yeye kwa muda gani? Wengine Mungu aliwaleta akusaidie kama kukuvusha toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wewe ukazidisha mazoea, ukazidisha mipaka, ukaingia nao kwenye mahusiano, lakini kumbe alikuwa ni msaada tu kwa ajili ya maisha ya kwako. Na kumbuka nimekwambia kitu kimoja, atakapokuja kwenye maisha yako ni lazima akupende. Na akikupenda naye anaweza akahisi kwamba wewe ni mtu wake sahihi kwa ajili ya maisha yake, kwa kuwa naye hana mahusiano labda muda huo, na akajikuta ameingia nawe kwenye mahusiano, na baadaye akaja kukumbuka kusema huyu sio mtu sahihi, kwa kuwa muda wa kukaa na wewe umeisha. Kwa hiyo namna nzuri ya kutambua na kujua aina hii ya watu, ni vizuri sana kumuuliza Mungu kwa habari ya kila mmoja ambaye anakuja kwenye maisha kwako, kujua amekuja kwa lengo gani kwenye maisha yako, na atakaa na wewe kwa muda gani kwenye maisha yako, ama atakuvusha wewe kutoka sehemu gani mpaka sehemu gani. Na ukishajua hicho kwamba huyo mtu anaweza kanivusha kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, basi akishakuvusha ujue muda wake wa kukaa na wewe umeanza ukaribia kuisha, ama msaada wa kwake kwenye maisha yako umeisha. Na kuna wengine walikuwa ni marafiki zetu wa karibu sana kwa kipindi fulani, sasa hizi tunawasiliana kawaida tu, sio kama tumewatoa kwenye maisha yetu, lakini ni namna ambao ule msaada wa kwao kwenye maisha yetu, ama namna ambao tunaweza kusaidiana umeisha. Na Mungu ndivyo ambavyo alikuwa amepanga wakae na sisi kwenye maisha kwetu. Na kitu cha msingi cha kujua hapa, cha kuzingatia, ni kutake advantage kwenye maisha ya kwao. Jifunze sana kupata potential kwenye maisha ya kwao. Kuna watu wakiondoka kwenye maisha yako, utakuja kutambua na kujua kwamba walikuwa ni watu wa msingi sana kwenye maisha yako, walikuwa na vitu vya thamani sana kwenye maisha ambavyo vingekusaidia kuliko namna ambavyo ulikuwa ukiwatazama. Wakati upo nao karibu, ulikuwa unaona ni watu wa kawaida, na wakao unatumia ama wakao unatumia potential ulizonazo kwa namna ya kawaida sana, na ukawachukulia na watu wa kawaida sana. Lakini wakishatoka kwenye maisha yako, ndivyo utaanza kuona potential nyingine alizonazo, na inawezekana Mungu alileta kwenye maisha yako wakusaidia kwenye zile potential ambazo ulikuwa nazo ndani yao, lakini kwa kuwa ulishindwa kutambua umuhimu wa kwao kwenye maisha yako, ukawachukulia kawaida, na baada ya kuondoka kwenye maisha yako ukaanza kuziona zile potential ndani yao, ukaanza kusema ningelijua ningezitumia, wangenisaidia kutoka hapa kwenda hatua nyingine kwenye maisha ya kwangu. Na utakuwa tayari umeshachelewa. Unahitaji tu rehema za Mungu na msaada wa Mungu akuinulie watu wengine ambao watakuvusha na kupeleka hatua nyingine kwenye maisha kwako. Na hapa kwenye long term
kuna mentors, walimu wetu wanatufundisha mashuleni, makanisani, sehemu mbalimbali kwenye mambo ya kiroho. Watatufundisha ni kipindi fulani na pia wataondoka, lakini walitufaa kwenye muda fulani. Aina ya tatu ni long lifelong. Ni watu ambao wanakaa kwenye maisha yetu yote, yani wanaweza kukaa na wewe toka unaanza maisha mpaka unafariki. Ni watu ambao watakuvumilia kwenye nyakati zote, nyakati za tabu, nyakati mbaya, nyakati nzuri, wapo pamoja na wewe. Na anawezekana wasiwe na vitu vya samani sana, lakini ni watu ambao watakufariji sana kwenye maisha kwako. Watadumu na wewe wakati wote kwenye maisha ya kwako. Na hapa ndipo ambapo tunapata wenza wa maisha, mke ama mme. Tunapata watu ambao tunasemaga hawa ni best friends. They stay with you always in your life. Muda wote watakufaa. Ukiwahitaji kila wakati watakuwa pamoja na wewe. Na inawezekana msiwe na mahusiano wa karibu sana na wao, usiwe karibu sana, lakini kila ambapo utawahitaji utaendelea kufaa. Na watu ambao wanadumu kwenye maisha kwako toka unaanza hatua ya kwanza mpaka hatua nyingine. Na tabia nyingi za watu ni Roho Mtakatifu, kuna Mungu, ni yani hao ndio watadumu na wewe. Hao malaika fulani anaweza kudumu na wewe kwenye muda fulani kwenye maisha ya kwako. Na ni vizuri pia kutambua na kujua huyu ni aina fulani ya mtu ambaye anadumu na mimi. Na unaweza ukatambua kumwomba Mungu akufunulie na kuonyesha kipindi ambacho mtu huyo atakaa, na atakwambia huyu mtu ambaye nimekuletea kwa ajili ya maisha yako yote. Na unatakiwa mtuiti vizuri na uishi naye kama ndugu. Hawa ndio watu ambao unaweza ukashirikisha siri zako, ukashirikisha mambo yako ya muhimu na vitu vyako vya samani sana, kwa sababu ya namna ambavyo watakaa na wewe kwa muda mrefu na watakuwa na uwezo wa kutetea. Ni watu ambao pia wanabeba historia za kwetu, wanajua tulikotoka hadi tunakoelekea. Wanaweza kuwasimulia watu wengine kwa habari ya maisha ya kwetu. Nadhani umeelewa kwenye kundi la kwanza ya Destiny Helpers. Kundi la pili ni Destiny Helpers according to their help. Ni wasaidizi wa kihatima kutokana na msaada ambao wanatoa kwenye maisha ya kwetu. Hapo utakuwa na aina kama 4. Aina ya kwanza itakuwa ni divine connectors. Hawa ninasema ni viunganishi, wanakuunganisha na watu wengine. Hawa watu wanaweza kawa hawana potential kama unazozihitaji, ama hawana ujuzi mkubwa, hawana elimu kubwa, lakini wanafahamiana baadhi ya watu ambao wanaweza kukuunganisha. Hawa watu wanaweza kaja kwa muda mfupi, wanaweza kaika kwenye kundi la short term, wakaja kwa muda mfupi wakutajia fursa mbalimbali kwenye maisha, wakutajia baadhi ya fursa ambazo zitakusaidia kutoka hatua moja kuelekea hatua nyingine, ama kutajia watu fulani ambao wakawa ni msaada kwenye maisha ya kwako. Na hapa tunakutana na vile mfanyakazi wa Naaman. Mfanyakazi wa Naaman alimtajia Naaman kwa habari ya Elisha, akasema kuna nabii anaitwa Elisha anaweza akakuponya. Kwa hiyo akawa amemfaa Naaman kwa kipindi, lakini hatumuoni tena japo, lakini alimfaa akamconnect na watu wengine. Hawa wanaoga mara nyingi Destiny Helpers. They act like daraja, wanakuconnect na watu wengine, divine connectors. Lakini wengine hapa ni men of influence, ni watu wenye ushawishi. Watu wenye ushawishi hawa ni watu ambao watakuwa nao karibu, utafanya watu wengine wakuamini. Yani ukifahamiana nao watu wengine watakufahamu pia, na watu wengine watakuamini. Ni mtu ambaye akisaini barua yake ama kulikomandi sehemu akasema huyo mtu namfahamu, basi utapata kile kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha ya kwako. Hawa watu Mungu huwa anawaleta kwenye maisha yetu, na tunajikuta tunafahamiana nao na tunaelewana nao. Unawezekana kukutana na wewe kwenye hali ambayo ni duni sana, ni hali ambayo ya chini sana, lakini kwa kufahamiana naye tu anaweza akafanya kama daraja la kukuvusha wewe sehemu nyingine. Anaweza kutaja kwenye mikutano mikubwa, kwenye maeneo ambayo ni makubwa, na akafanya kama msaada kwenye maisha ya kwako. Hapa tunakutana na Jonathan kwa Daudi. Alikuwa Jonathan mtoto wa mfalme, lakini Daudi alikuwa ni mtu wa chini. Lakini kwa kuwa Daudi alikuwa akihusiana na Jonathan alikuwa akimkingia sana Daudi na kumsaidia sana Daudi kwenye mambo mengi. Na unatakiwa uhusiana vizuri na hao watu. Wa kwanza pamoja na wa pili pia uishi nao vizuri, kwa sababu ni watu ambao ni wa msaada sana kwenye maisha ya kwako. Na aina ya tatu hapa tunakutana na Destiny Helpers
ambao ni gifted, watu wenye zawadi, watu wenye vipaji, watu wenye ujuzi fulani, watu wenye utaalamu fulani. These are gifted helpers. Ni watu ambao utawahitaji kwenye kutimiza hatima ya kwako. Utahitaji ujuzi walionao, utahitaji utaalamu walionao, experience walizonazo, skills walizonazo ili kutimiza hatima ya kwako. Hawa watu wahitaji kwenye kufanyia shughuli mbalimbali ambazo zitawahitaji ili wakusaidia kwenye wewe kutimiza ile hatima ya kwako. Mungu anamwambia Musa ya kwamba nimeweka roho ujuzi na ubora ndani ya Bezaleli kwa ajili ya kubuni kazi, na Bezaleli akamsaidia Musa kujenga madhabahu ya Bwana, akamsaidia kujenga kwa sababu Musa pekee yake asingeweza kujenga. Kwa hiyo akahitaji watu wa namna kama hii. Hapa tunapata watu ambao wanaweza kuwa na ujuzi wa designing, watu ambao ni presenters, watu ambao watakutangazia vitu, watu ambao watatengeneza kitu kionekane vizuri, logo za biashara, vitu mbalimbali kwenye maisha. Ujuzi walionao unatakiwa utumike kwa ajili ya kazi yao. Kwa hiyo unatakiwa usianao vizuri sana kwenye maisha ya kwako. Lakini pia hapa kuna watu wanaitwa burden bearers. Hawa ni watu ambao wanabeba mizigo ulionao, watakuombea, watakushauri, watadumu na wewe kwenye maisha yako nyakati zote. Hawa hawawezi kukuacha. They will stay with you. Wataletwa na Mungu kwa lengo la kubeba mizigo ulionayo. Kuna watu ambao Mungu atawatuma kwenye maisha yako kwa lengo la kusaidia na kubeba mizigo ulionao. Ukipitia kipindi ambacho ni kigumu, basi watakuwa pamoja na wewe kwenye maisha yako, watakupigania, watakuwa kwenye nyakati zote, watakuombea. Ukiwa kwenye nyakati yoyote ile kuwashirikisha jambo lako, watahakikisha umetoka kwenye ile jambo, watayathamini maisha yako kama maisha yao. Hawa ni watu wa muhimu sana kwenye maisha ya kwako. Watakuunganisha sehemu ambazo hata wao zitakuwa ziwafae, lakini kwa kuwa wanakupenda watakuunganisha. Ni watu ambao wataendelea kutaja mema yako kila nyakati. Hawawezi wakaacha kutaja mema yako hata mara moja. Watu wote watakugeuka, watakusema kwa mabaya, watu wote watakusema kwa vibaya, lakini wao watainuka na kutaja jina lako kwa mambo ambayo ni mazuri. Ni watu wa muhimu sana kwenye maisha ya kwetu, na watakuwa na nyakati ambazo ni njema. Hapa tunakutana na Joshua pamoja na Caleb. Walikuwa kimsaidia sana Musa kwenye maisha yako. Nyakati zote za Musa walikuwa pamoja na yeye. Walikuwa hawajawahi kumwacha Musa. Walimpigania, walimlinda nyakati zote ambazo walikuwa pamoja na yeye. Hivyo ni vizuri sana kutambua aina ya destiny helper na hizi watu na kuishi nao vizuri kwenye maisha ya kwako. The way ambavyo utaleleti nao na kuishi nao vizuri ndivyo itakavyofanya uone thamani zao na msaada wa kwao kwenye maisha ya kwako. Watu wengi wameshindwa kuishi vizuri na watu, ndio maana maisha yao yameendelea kuwa ya kawaida. Mungu aliwainulia watu wa thamani kwenye maisha yao, lakini alipowainulia wale watu wakaanza kuwaona ni watu wa kawaida ama wakashindwa kuwatambua. Hivyo wakajikuta wameishia kuwa watu wabaya na kushindwa kufikisha malengo walionayo kwenye maisha yao. Ni kwa sababu ya kushindwa tu kurelate na kuhusiana vizuri na hawa watu. Mungu akusaidie kuwaona na kuwatambua. Mimi nakuombea kwa Mungu kama Mungu akusaidie atakuwatambua na kuwaona, akupe macho kuwajua na kuwafahamu watu wote ambao wanaleta kwenye maisha yako kwa ajili ya kusaidia kwenye jambo fulani. Mungu akubariki sana. Amen.